تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ndugu zangu katika imani, hii ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Jumada al-Ula. Nadhani itakuwa ni Ijumaa ya mwisho au inayofuatia itakuwa ya mwisho. Tunaingia katika mwezi wa Jumada Thania. Tutakwenda katika Rajab, tutakwenda katika Shaaban. Mada yangu nitakayozungumzia leo, khutba yangu, nitazungumzia tukumbushane haya. Jambo la kwanza, nawakumbusha akina mama wa Kiislamu popote pale walipo na wanapofikiwa na vyombo vya habari hivi vikiwa live, nawakumbusha wanadaiwa Ramadhani ya mwaka jana walipe, na kuombeni akina mama mlipe. Akina baba ambao tayari tumeshaingia katika maisha ya ndoa, tuwakumbushe akina mama ili waweze kulipa hizi siku. Tuwakumbushe watoto wetu wa kike, tuwakumbushe wale watoto wa kike ambao tunaowalea, na wengine ni ndugu zetu, dada zetu, shangazi zetu, tuwakumbushe. Kwa nini? Wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut. Katika surati Luqman Allah anasema mwanadamu hajui anafia wapi. Kwa hiyo lipeni Ramadhani ya mwaka jana. Akina mama mmezoea, kwa uzoefu wetu sisi baadhi ya mashekhi, sijui kwa wengine, lakini nimezoea kuulizwa maswali. Mwaka jana ilikuwa ni hivi, Ramadhani ya mwaka jana ilikuwa ni hivi. Wanatoa sababu ili shekhe atoe kibali. Ndugu zangu katika imani, akina mama wa Kiislamu, sina kibali katika dini ya Mwenyezi Mungu. Analolitaka Mungu ndilo ninalolisema, na alilolisema mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ambalo halitaki Mungu na mtume sallallahu alayhi wasallam hakulisema, hilo siliseme. Jambo la pili, tukumbushane haya. Tunaingia leo, tumeingia katika mwezi Disemba. Waislamu wenzangu, kuna sikukuu zinazokuja si zenu, hazikuhusu. Hazikuhusuni hizi sikukuu. Lakum dinukum waliyadin. Acheni hayo, msifanye mambo ya ajabu. Maana kitakuja sikukuu mbili katika Disemba, lakini kuna hii ya mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka. Waislamu wenzangu, nikwambieni popote pale mlipo, ni kosa katika dini kumsumbua mtu wa usalama kwa starehe zako wewe. Lau kama nitakapozungumza haya nitaonekana kama nimetumwa niseme, hapana. That is my profession. Hii ndio kozi ambayo nimechukulia degree yangu ya da'wa. Msivirushe vitu vya ajabu, maplastiki, si maputo, na sababisha kuna watu wagonjwa. Na ndugu zangu nyinyi wa bodaboda, mnakera barabarani. Naomba bodaboda nikwambieni live. Wewe ukinikuta barabarani waambie ndio ule sema, naambia ndio mimi ndio sema Rusaganya. Mnakera. Mnakera wallahi, bodaboda mnakera. Mnaharibu nafsi za wagonjwa. Mnanunua madude ambayo yanapasuka barabarani. Starehe yako nini? Because unataka kuonyesha kitu fulani. Hapana, huo ni upuuzi, ni uzembe. Kumbuka kwamba wewe ni mwanadamu na kuna watu wana maradhi. Tukumbushane haya. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة حديثا يحدثه عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي رضي الله عنهما الذي دفن في الطائف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Ndugu zangu katika imani,
Mtume amesema hivi, tukumbushane haya, neema mbili. Watu wengi tunapata hasara kwa kuto kutumia namna zinavyotakiwa. Watu wengi tunapata hasara. Mtume akasema asiha, afya, wal faragh, na una muda wa kufanya mambo yako, hutumii ule muda. Afya ndio inawafanya hawa bodaboda, because yeye ana afya, anataka aonyeshe kitu kinapasuka barabarani kama bomu, plastic. Kuna wengine wana maradhi ya nafsi, mnawasumbua watu majumbani. Naomba ujumbe huu ufike kwa bodaboda wote Tanzania nzima. Naomba nikufikishieni, msipoambiwa na sisi viongozi wa dini, muambiwe na nani? Mimi nakwambieni, acheni upuuzi huu. Bodaboda waislamu wenzangu wote, acheni, ondoa, weka kitu cha kawaida. Riziki Mungu atakupa. Na ndio maana, kwa sababu bodaboda mnakera sana, ndio maana kuna mambo yanakutokeeni yanadhuru afya zenu. Tukumbushane haya, afya. Kuna watu wanaitafuta afya. Naona tupo hospitali hapa tupo hospitali. Kuna ndugu zetu ni wagonjwa hapo, wamekuja kutafuta afya zao. Mimi na wewe wazima tunatembea, lakini afya unaitumia muda gani? Waislamu wenzangu, wale mnaokwenda gym wote, nikwambieni, mnaamka saa 10 alfajiri because unataka afya, lakini kuamka hiyo saa 10 alfajiri kwa sababu ya salatu alfajiri, mmefail division 0.0. Mnakwenda na siku hizi hata gym yenyewe mmewekewa miziki ya bongo flavor. Watoto wa kiume mnakata viuno, mnajaza miini, mnakata viuno. Acheni ufala huo. Wallahi mnamudhi Mwenyezi Mungu na Mtume. Unafanya mazoezi unakata kiuno, mbele yako yupo dem, yupo shost, anakukatia kiuno. What is the next? Maneno yangu sio mazuri because sikuridhishi wewe. Allah aliyenipa uhai, mambo mabaya siyachekei. Tacheka tu hapa, ni hatari. Halafu mnaimba nyimbo mbaya barabarani, nyimbo nyingine matusi, nyimbo nyingine matusi, aibu. Hamoni haya? Mmekuwa kama panya. Manake panya hana aibu. Panya na mende, shimo la mavi anaishi, na mende kwenye mavi ndio Washington yake. Astaghfirullah alazim. Tukumbushane haya, afya wal faragh, kupata muda wa kufanya mambo yako. Waislamu hamswali, umri mnao. Waislamu hamswali, hamtaki kusali. Huko maofisini, kuanzia ofisi za serikali mpaka watu binafsi hamswali, mpaka katika shule zetu za Kiislamu kuna baadhi ya sisi walimu hawaswali, na mnajijua wenyewe. Wewe unaacha kuswali, wewe ni nani? Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Watu wa motoni wataulizwa katika suratul Muddathir. Watu wa motoni wataulizwa, sababu gani imekupelekeni motoni? Wanalia, wanasema tumekufa bila kuswali. Mara ya kwanza jeneza linaletwa hapa msikitini, unakuja kuswalia, tutakuswalia, lakini unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Sala, 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 sala. Na wallahi acha kusali. Wewe kuwa na status zozote, one day my friend utafukiwa kwenye udongo na utakula kisago, hutotoka. Hapa Kibla, tembea mita kama 100, kuna makaburi hapa Sinza. Pale kuna watu wamelala pale. Kuna watu wenye status kubwa, watu wenye afya, Allah amewalaza pale. Mimi na wewe tupo hai. Faragh, muda tuliotumia tulioupata huu, tusali. Wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut.
Vijana wa Kiislamu hamswali, wanaume hamswali, na kuna watu wana madaraka yao, vyeo vikubwa maofisini, hawaswali. Kwani nyie ni nani msiotaka kusali? Nyie ni nani? Unaacha kusali? Mambo yakiwa mabaya, shekhe niombea dua. Dua ya nini? Tukumbushane haya. Wanaume wenzangu wenye ndoa, wanaume wenzangu wenye ndoa, acheni vimada. Wanaume wengi mna mashosti. Wanaume wenye ndoa mnazini, ni hatari. Wanawake waliolewa, acheni kuwa na vibenteni. Unazini uwe nani? Unazini uwe nani? Halafu uwe nani? Utafanya nini? Sura 17 aya 32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Usizini. Na ndio maana Allah ameweka fatha kwenye re, wala taqrabu, hakusema wala taqrubu. Wala taqrabu zina, msizini. Innahu wadhamiru yaudu ila aqrabil madhkur, hakadha yaqulu an-nuhat. Kiwakilishi jina hapa kinarudi kwa yale ambayo yaliyotajwa hapa, ambayo ni zina. Zina ni uchafu. Watoto wa nje ya ndoa wengi, makoba, mikoba imekuwa mingi. Wanaume wenzangu, una mke, tamaa ya nini mpaka unazini, unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Mungu ajalie wanaume wote na wanawake wote, Mungu ajalie wanaozini, Mungu ajalie wafumaniwe, watembezwe barabarani. Huenda itakoma hii midude hii. Astaghfirullahal azim. Watu wamezoea kucomment. Rusaganya ana maneno makali, ana maneno ambayo ni mazito, hayana adabu. Wewe kutoka nje ya ndoa ni adabu? Unakwenda kumpanda mke wa mtu ni adabu? Mungu awajalie mfumaniwe, na Mwenyezi Mungu ajalie mkifumaniwe muwe na nyuso za panya. Inasikitisha mno. As-sihha wal faragh. Tukumbushane haya ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Sunan at-Tirmidhi anasema sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote atakayeamka yupo salama katika eneo analoishi, katika nchi yake, mkoa wake, yani ameamka salama, hajakimbia nchi yake. Muafan fi jasadihi, ana afya mwilini. Indahu qutu yaumihi, anacho angalau chakula siku, angalau ana maji ya kunywa. Fakaannahu hizat lahu dunya bihadhafiriha, rawahu Tirmidhi fi sunani wa Ibn Hibban fi sahihi. Ni kama vile amepewa utajiri wa dunia, neema ya afya. Afya, amani ya nchi yako, amani ya nchi yako. Mtume alizungumza amani kabla Umoja wa Mataifa haujakuwepo. Huu Umoja wa Mataifa umeanzishwa katika mji wa San Francisco mwaka 1945, na waasisi na wenye hati miliki ni Mayahudi. UN, United Nation, Waarabu wanasema al-Umam al-Muttahida. Si kuna shirika la afya, si kuna shirika la haki za watoto, si kuna nini, si kuna nini. San Francisco wakati unaanzishwa UN, Umoja wa Mataifa, San Francisco wanamume wote walikuwa mapapai pale, ilikuwa inaliwa. Wanaume wenzangu, dunia inakokwenda sio kuzuri. Disemba hii tunakwenda, mimi ni mwalimu na tukumbushani haya katika graduations za watoto kuanzia nursery mpaka primary, O level na A level na vyuo. Tuwe makini na watoto wetu, hali ni mbaya. Katika nchi za Ulaya wanataka Afrika wote wawe mademu, na mkiwa mademu mnatawaliwa kidemdemu.
hii tunasema hapana. Katika nchi hii tunasema hapana. Na kama kuna mtu yoyote anayetetea ushoga, yeye mwenye shoga na mshenzi, mbuzi, nyani, nguruwe, mende, mshenzi, taasisi zote zilizopo ndani ya nchi ambazo wanatetea ushoga, hawa ni washenzi, washenzi, washenzi. Mungu awalani. Ndani ya nchi wanakula mali, wanapata misaada because wanataka wanaume wenzao wawe mademu. Ukitetea ushoga, kwanza unabanduliwa wewe. Washenzi wakubwa, Mungu awalani. Hapana. Mtume akasema aminan fi sirbihi, ana amani katika nchi yake. Ndugu zangu katika imani, hii ni Tanzania na mji wetu Dar es Salaam. Kwanza ilikuwa inaitwa Mzizima, Dar es Salaam. Lakini mwaka 1840 Sultan Majid kutoka Oman akauita mji huu Dar es Salaam. Mzizima, sijui kulikuwa kuna Mzizima nini. Mwaka 1840 na mwaka 1840 huo ndio Waarabu wanaingia Kigoma kwetu Ujiji. Na kuna sehemu Ujiji inaitwa Uarabuni. Ndugu zangu katika imani, tukumbushane haya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu katika iman, Allah sala. Akina mama wa Kiislamu, lipeni saumu za mwaka jana. Wazazi, tusimame na watoto. Na watoto wanaokusudiwa sana ni watoto wa kiume. Tunakokwenda sio kuzuri. Katika mashule yetu ya Kiislamu tuwe makini. Allah sala majumbani mwetu. Baba, mwambie mtoto asali. Mama, mwambie mtoto asali. Lakini msiba mkubwa, baba hasali, jumlisha mama haswali, unapata division 0 point shaitani. Waislamu, swalini kabla hamjaswaliwa. Na wallahi tungelisikia haya wanayopiga kelele hapa makaburini Sinza na makaburi mengine duniani, ni sisi wawili tu. Sisi na majini hatusikii, lakini ndege wanasikia. Jinsi tumekwenda kuzika Kisutu pale, ndege walikuwa wanapiga kelele sana. Why? Hakuna anayejua. Na wanapiga kelele za nini? Mtume anasema ndege na wanyama wote wanasikia kelele za kaburini. Watu wanavyochukua kisago. Lakini sisi tuna habari. Waislamu wenzangu, anzeni kusali. Hapa madukani Sinza hapa kuna Waislamu hawasali hapa. Hapa kuna bodaboda, bajaji, kuna Waislamu hawasali. Kuna majumba jirani hapa msikiti wa Sinza hawasali. Kwa nini hamtaki kusali? Allah sala. Allah sala. Amani ya nchi yako. Ndugu zangu, angalia, nataka kujua thamani ya amani. Waangalie wenzetu wa Palestina, maisha wanayoishi hivi sasa, hawana raha. Kuna watoto wamepotelewa na baba na mama, anaishi vipi? Kuna watoto wamepotelewa, baba amepoteza familia, hawana amani. Huwezi kujua thamani ya meno ya mbele mpaka yatoke. Utakapokuwa unacheka, lazima uweke mkono hapo. Huwezi kuwa free, sababu kinywa chote kimejaa nyama. Allah, amani ya nchi yako, amani ya nchi yako.
Nimalize khutba yangu. Kuna mithali ya Kiswahili inasema, ukifuata barabara iliyoandikwa potelea mbali, utafika katika mji unaoitwa laiti ningelijua. Mwenyeji wa pale, kuna kabila moja linaishi pale, umeyataka mwenyewe. Kuna kabila la pili linaitwa shauri yako. Na wakumbusha na aya ndio anza nayo katika khutba. Surat Ghafir 44, fasatathkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Qur'an inasema fasatathkurun, sin litanfis lilmustaqbal alqarib وقد دخل على الفعل المضارع فافاد التحقيق. Ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Qur'an inasema Surat Ghafir 44, ipo siku mtayakumbuka haya. Upo kaburini, malaika wamekuzunguka, wanakuuliza kibla yako ni wapi, na hujawahi kusali, umekufa bila kusali, umekufa na janaba, umekufa na hedhi, umekufa na uchafu. Akina mama hivi sasa 89% wanatembea na hedhi na janaba na nifasi, because wanakucha ndefu sana kama USB. Wameweka kucha kama kunguru, sio kucha za asili. Anataka aone na wanamume wenyewe nao kunguru. Sasa hapa kuna kunguru na hapa kuna kunguru. Watu wa Kigoma wanasema kuna kibombo bombo. Ndugu zangu katika imani, tukumbushane, tuelezane. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الأمن واطمأنينة في تنزانيا. اللهم ارزقنا الأمن واطمأنينة في تنزانيا. اللهم ارزقنا الأمن واطمأنينة في تنزانيا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء في بلادنا يا رب العالمين يا رب العالمين. Allah, kuna wagonjwa wapo mahospitali, wapo afya njema. Kuna wagonjwa wapo manyumbani, Allah wape afya njema. Kuna wagonjwa wanatembea barabarani, wamelazimika kutembea ili wapate riziki zao, Allah wape afya njema. Kuna watu wana dhiki mbalimbali, Allah wape afya njema. Kuna wagonjwa madaktari wameshindwa na dawa zote, uliobakia ni wewe Allah, wape afya njema. Wewe ndiye uliyemuuguza Mtume Ayubu miaka 18, lakini Mtume Ayubu akapona na akaendelea na majukumu mengine tena. Ya Allah, tunakuomba ya Allah, utupe afya njema ya Rabbul Alamin. Allah, tupe amani na baraka katika nchi yetu, tupe utulivu katika nchi yetu, tupe utulivu katika nchi yetu. Ya Rabbi, unayemjua ni Mtanzania, ni wa kawaida, lakini si wa kawaida, ana madaraka. Yeye ni sababu ya Watanzania kutaka kukimbia nchi yao na kupigana. Allah, unawajua, shughulika nao, muondoe mmoja mmoja, ama mlaze kitandani ya Rabbul Alamin, asipumue wala asione, lakini awe kitandani ili Watanzania wabakie salama ya Rabbul Alamin. Allah, tunakuomba utufungulie riziki zetu, tunakuomba utufungulie kazi zetu, tunakuomba utupe vizazi vyema, tunakuomba utupe watoto wema ya Rabbul Alamin. Wale ambao hawajaoa wapate wake wema, na wale ambao wameshaolewa hawajaolewa wapate waume wema ya Rabbul Alamin. Wale ambao wapo katika ndoa, Allah alete utulivu katika ndoa zao, alete usikilizane katika ndoa zao ya Rabbul Alamin. Ibadallah rahimakumullah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salah. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه الذي أخرج هذه الأمة من الهمجية الحيوانية الوحشية إلى الحياة التوحيد، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم